Nyota wa timu ya Silver Strikers ambayo inashiriki kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo pia walikuwa wapinzani dhidi ya klabu ya Young Africans kwenye mchezo wa raundi ya kwanza, ambapo walikutana pale kwenye ligi ya mabingwa dhidi ya Yanga pale Malawi, na Silver Strikers kushinda kwa jumla ya bao 1-0, kukiwa kuna dakika 90 pia za marudiano. Miongoni mwa vitu ambavyo bado vinaendelea kujadiliwa, mbali na klabu ya Young Africans kuachana na aliyekuwa kocha wao mkuu Romain Folz, ni nyota ambaye alitoa assist ya goli hilo, ambaye anacheza kwenye nafasi ya kiungo mshambuliaji. Hapa namzungumzia Uchizi Vunga, ikiwa ni jina lake halisi kabisa, ambapo inaandikwa ama inatamkwa Uchizi Vunga. Na hapa nitakwenda kusimulia namna ambavyo tarehe yake ya kuzaliwa na mambo mengine, timu ambazo amewahi kuzitumikia na nafasi pia ambazo anazimudu kwenye kucheza. Miongoni mwa nafasi ambazo anazimudu kuzicheza zaidi ni kwenye nafasi ya kiungo mshambuliaji, lakini pia muda mwingine anaweza akacheza kama kiungo mkabaji wa mara moja, lakini nafasi ambayo anamudu zaidi ni nafasi hiyo ya kiungo mshambuliaji. Akiwa amezaliwa tarehe 29 ya mwezi wa 12 mwaka 2000, akiwa na umri wa miaka 24 mpaka hivi sasa. Mpaka Disemba mwaka huu atakuwa anatimiza umri wa miaka 25. Akiwa amezaliwa kwenye taifa la Malawi na akitumikia pia timu ya taifa ya Malawi nafasi hiyo, na kwenye timu ambayo anacheza hivi sasa ni Silver Strikers. Kabla ya kujiunga na Silver Strikers msimu 2021-22, ambapo alichukua tuzo ya kiungo bora wa msimu, alitokea kwenye klabu ya Ekwendeni ambayo pia iko huko Malawi, ikiwa inashiriki pia kwenye ligi kuu. Amejiunga na Silver Strikers tarehe 1 mwezi wa 12 mwaka 2021, na mkataba wake unatarajiwa kutamatika tarehe 31 ya mwezi wa 12 mwaka 2025. Unaweza ukaona hapo amebakisha takriban miezi miwili kuweza kumaliza mkataba wake na klabu hiyo ya Silver Strikers, na taarifa za ndani pengine anaweza kujiunga kwenye moja ya klabu ambazo zinashiriki kwenye ligi kuu ya NBC hapa Bongo. Na jambo zuri kabisa ni kuhusiana na mtangazaji wa soka kutokea pale Azam TV. Yeye aliweza kumchambua kuanzia mapema kwamba kuna nyota kiungo pale Silver Strikers ambaye anaitwa Uchizi Vunga, ambaye anafanya balaa, ni kiungo wa kuchungwa, akitaja sifa zake mbalimbali ambazo kwa namna moja ama nyingine wangezipata watu wa klabu ya Young Africans zingewasaidia. Na ni miongoni mwa nyota ambao wamefanya vizuri kwenye mchezo wa kwanza ambao wamecheza na Yanga pale Malawi, wakishinda kwa jumla bao 1-0, wakijiweka kwenye nafasi nzuri ya kwenda hatua zinazopita kabla ya kukutana na klabu ya Yanga kwenye mchezo wa marudiano ambao unatarajiwa kuchezwa Jumamosi hii kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kuanzia majira ya saa 11 kamili. Miongoni mwa vitu hivyo tu kuhusiana na Uchizi Vunga, imekuwa ni kivutio kikubwa kutokana na aina ya jina lake linaloitwa, ukizingatia na maadili labda ya Tanzania. Ukisema Uchizi Vunga, kuna namna fulani hivi hata kwenye comment ukijaribu kupita kwa watu mbalimbali, unaweza ukaona namna ambavyo wameweza kuelezea ama kufurahishwa kwa namna mbalimbali. Jina hili pia limekuwa maarufu kwa upande wa Tanzania, hasa kwenye mitandao ya kijamii mara baada ya mchezo huo wa awali pale Malawi. Mbali tu na watu kuzungumzia, lakini pia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ali Kamwe alipokuwa kwenye uwanja wa ndege wakati wakiwasili kutokea Malawi, wakikutana airport na watani wao wa jadi kwa maana ya Simba, wakati anazungumza na waandishi wa habari aliweza kusema kwamba zipo dakika 90 ambazo zinakwenda kuchezwa pale kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, akisisitiza kwamba mchezaji wao si anaitwa Uchizi Vunga, basi tutakwenda kukutana naye kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa.
Kwa hayo kama ambavyo nashuhudia kila mtu akijaribu kuzungumzia kwa namna wengine upande wa watani zao wa klabu ya Simba wakiweza kuwatania kwamba wamekutana na uchizi, huku watu wa Yanga wenyewe wakisema kwamba tutakwenda kumuonyesha uchizi wa Yanga. Imekuwa ikivutia kwa upande huo, na nimekuletea hapa profile ya namna ambavyo mchezaji huyu wa Silver Strikers anacheza, lakini pia matarajio ya kuja kuitumikia ligi ya NBC kuanzia msimu ujao ama katikati kwenye dirisha dogo, kwa sababu hapa tukijaribu kuangalia mkataba wake na Silver Strikers unakwenda kutamatika mwezi wa 12 tarehe 31 mwaka huu 2025. Kwa umri wake pia miaka 24, unaweza kuona kwamba bado ni kijana ambaye bado anaweza kuhimili ile mikiki ambayo inaweza kutokea kwenye ligi kutokana na umri wake na soko pia ambavyo linahitaji, kwa sababu ukijaribu kuangalia sasa hivi timu mbalimbali zinahitaji zaidi vijana ambao wanaweza kuwatumia kwa muda mrefu. Unaweza kuwa na miaka 24 bado ana nafasi ya kucheza kwa muda mrefu bila kupoteza kile kiwango chake bora ambacho ameweza kukionesha. Bali na hayo, Garibu Mzinga ameweza pia kuitahadharisha klabu ya Yanga kwenye mchezo wa marudiano kutokana na aina ya mchezo ambao Uchizi Vunga ameuonyesha wakiwa pale nyumbani kwao Malawi, akijaribu kutaja sifa mbalimbali anavyocheza, namna ambavyo anaweza kupenya ile ngome ya mabeki na mambo mengine kama hayo. Kulikuwa kuna kibarua kikubwa kwa klabu ya Young Africans ambapo inabidi washinde ili watinge hatua ya makundi kama ambavyo wenyewe wamekuwa wakiyahitaji kwenye ligi ya mabingwa. Kwa hayo na mengine mengi, endelea kufuatilia Ava TV ili kupata habari bora kabisa za michezo. Mimi naitwa Latifa Nafi, anayekuchanganyia picha hizi ni Wilfin Trent.